Namna hiyo napokea kijiti kutoka kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Tukianza hapa jijini Dar es Salaam ambapo chama cha mpira wa miguu wilaya Ilala kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania limeendesha mafunzo maalum ya ukocha ngazi ya awali maarufu kama grassroots, ambapo washiriki wamefanikiwa kuhitimu mafunzo hayo na tayari wameweza kuhudumu katika vituo na timu mbalimbali. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Mafunzo hayo ambayo yametamatika baada ya siku 5 yamefanyika kwa lengo la kuwapa nafasi makocha kuwa na uwezo wa kuwazalisha wachezaji wapya kwa njia sahihi, huku mkurugenzi wa mafunzo ya grassroots Raymond Gweba akiwapa pongezi chama cha mpira wa miguu wilaya Ilala IDFA kwa kuendesha mafunzo mara kwa mara. Kule pembezoni ambako wanashindwa wao kama wao kusimama kuratibu course, lakini mwalimu anapata msukumo anakuja Dar es Salaam kufanya course. Niseme tu sasa ifike sehemu wasimame waziendeshe hizi course ili kupunguza mzigo kwa hao ambao wanatoka mbali. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kuipongeza IDFA kwa hili wanaolifanya. Kwa upande wa washiriki wa mafunzo hayo wameeleza faida zake, kwani licha ya kwamba wengi walikuwa wanaofahamu mchezo wa soka, lakini mafunzo hayo yamewapa nafasi ya kujifunza zaidi. Mimi naweza nikasema kwamba nawasihi kwa sababu siku zote ukisoma sio kwamba yani kuna umuhimu wake pia. Kwa hiyo nawasihi wasome kama unavyotoka kusema hapo, makocha ni wachache wazao. Kwa hiyo tukiwa tumesoma wengi na maana tunakuwa kwa sababu siku zote ukicheza mpira afu ukifundisha na kuwa ni rahisi sana. Nimevutiwa na mimi nimependa kuwa kocha kuja kuwavutia wanawake. Unajua wanawake mara nyingi wako wana ile imani ya mpira. Sasa nataka nilete ile imani kwamba wasichana nao waupende mpira kama jinsia nyingine. Imefungua zaidi upeo wa kufikiria na kufanya maamuzi hasa kwenye hichi tunachokifanya. Yesu unaupenda mpira wa miguu, ndio una passion nao, lakini kupita kwenye misingi sahihi inakuwa ni jambo ambalo linaongeza imani yako kubwa sana kwa wale ambao wanakufuatilia. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Chama cha mchezo wa tennis nchini TTA kinaendesha program maalum ya mchezo wa kuanzia ngazi ya chini mashuleni ili kuibua vipaji vipya vitakavyotumika kwenye madaraja tofauti ya timu za taifa hapo baadaye. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa programu hiyo iliyoanzia kwenye shule ya msingi Kibasila jijini Dar es Salaam, kocha wa tennis kutoka TTA Hassan Chande ameeleza kwa nini wameamua kuanzia mashuleni. Ndio pekee tunatakiwa tuongeze sana nguvu. Kwa hiyo sisi kama TTA tumeliona hilo na kwa miaka mingi sana tumekuwa tunafanya hizo programu. Na kama nilivyosema hapo awali, hii programu imeanza leo, lakini kwa miaka mbeleni itakuwa kitu kikubwa sana kwa timu ya Tanzania. Lakini pia nawekecha na hilo lengo kuu, Tanzania baada ya miaka miwili mbele tunataka tuone inaongoza kuwa na tennis players wengi sana kwenye hii zone ya Afrika Mashariki. Katika hatua nyingine, Chande amekiri kuwepo kwa changamoto ya viwanja, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwaomba wadau na serikali kuwekeza katika mchezo huo. Hiyo changamoto kubwa sana kwa sababu tenisi inachezwa kwenye sehemu ambayo mpira utakurunda, lakini hapa kama mnavyoona mazingira sio rafiki. Ila sisi tumeona ni bora kwanza tuanze, alafu baada hapo sasa kama tukipata wadau ama serikali kuja kuboresha mazingira tutafurahi sana. Lakini changamoto kubwa sana ni hiyo, lakini pia changamoto nyingine vifaa bado ni vichache sana. Mbona kama leo tuna watu zaidi ya 100 lakini na vifaa tulivyokuwa navyo bado sio vingi sana. Kwa ujumla wameufurahia sana mchezo na wameupenda kwa kweli, kwa sababu wanajisikia kuwa kuburudika, wanajisikia wako relaxed wanapoucheza. Tena huwa wananiuliza kabisa, mwalimu vipi, lini tunaingia kwenye game? Kwa hiyo wanautamani na wanaupenda na umewaongezea kuwa wepesi zaidi. Kwa sababu unafurahisha, unajenga uaminifu na unakuwa mvumilivu. Na shauri wacheze ili wajionee mambo mazuri katika mchezo huu. Nimekuja kushiriki mchezo huu kwa sababu
naweza nikafurahi au nikatoka zaidi ya hapa kama yule pale. Abasi Mlilapi, Channel 10. Mchezo wa fainali ya mashindano ya Samia Ilala Super Cup yanayoratibiwa na chama cha soka wilaya Ilala IDFA unatarajiwa kuchezwa kesho kwenye viwanja vya Msikate Tamaa jijini Dar es Salaam, ambapo timu za Kiwalani FC na Vingunguti Academy zinachuana kupata bingwa wa mashindano hayo yaliyohusisha zaidi ya timu 100 kuanzia ngazi ya vitongoji. Akizungumzia maandalizi ya mchezo huo wa fainali, mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Ilala Kondo Musadako amesema kila timu kiko sawa, huku akieleza kufikiwa kwa malengo ya mashindano hayo na kuwataka mashabiki wajitokeze kwa wingi kushuhudia burudani. Ukizingatia hizi timu ambazo za finali, lakini pia mashindano yenyewe yamekuwa na mvuto sana, yamekuwa na hamasa na malengo yake yametimia. Kwa sababu malengo makubwa ilikuwa mpira uchezwe Ilala, lakini la pili kuonyesha jitihada, juhudi ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan amezifanya kwenye kuinua mpira wetu, kuhamasisha mpira wetu. Lile goli la mama, zile misaada ambayo ameitoa kwa timu za taifa, kuna miundombinu ambayo imejengwa katika nchi yetu, lakini hamasa mbalimbali ambazo zimepatikana. Kwa hiyo ukiangalia jitihada zake, sisi kama Ilala tuliona ni lazima tufanye mashindano haya. Kwa hiyo sisi tunasema tumefarijika kwa mashindano haya, lakini tunategemea fainali itakuwa bora sana. Fainali ambayo mpira wake unachezwa, nina imani itakuwa ni burudani kwa wale ambao watafika katika uwanja wa Msikate Tamaa. Na kwingineko, jumla ya timu 8 za mpira wa mikono upande wa wanaume na wanawake zinashiriki mashindano ya Nyerere Cup yenye lengo la kuenzi mchango wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo taifa litaadhimisha kumbukumbu ya kifo chake Oktoba 14. Tupate taarifa zaidi. Channel 10 Michezo imeshuhudia sehemu ya mashindano hayo yanayofanyika kwenye viwanja vya jeshi kikosi cha usafirishaji 95 KJ jijini Dar es Salaam, ambapo msimamizi wa michuano hiyo Msafiri Daudi amezungumzia ushindani uliopo baina ya timu shiriki. Ushindani kwa kweli uko mkubwa. Ushindani mkubwa, kwanza nawapongeza Magereza. Magereza wametia ushindani mkubwa sana. Kwa sababu kwanza sasa hivi walikuwa kwa kipindi kirefu sana walikuwa wamesimama, sasa hivi tena wamerudi kwenye game na wamerudi na upinzani mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana Magereza kwa kuleta upinzani. Sambamba na hilo, Msafiri ameeleza namna wanamichezo wanavyomkumbuka na kumuenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku baadhi ya wachezaji wakizungumzia ushindani wa mashindano hayo. Wanamchezo wanamkumbuka vizuri sana baba wa taifa kwa ule mchango wake wote aliotoa kipindi akiwa katika uhai wake. Kwa hiyo ndio maana tunamwenzi kwa mchezo wa mpira wa mikono handball. Tunamwenzi Mwalimu Nyerere ikiambatana sambamba na uzimaji wa mwenge. Ushindani hapa yani sio mgumu, lakini sema ni ile kwa sisi yani timu yetu hatuna ile mazoezi ya pamoja. Unakuta yani wachezaji wengi, mwingine yuko mkoa fulani, mwingine yuko mkoa fulani. Tunamkumbuka kama muasisi wa michezo, vile vile kama baba wa taifa ambaye tupigania kwa uhuru. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kupambana na kuchukua ubingwa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na asante Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo. Jumla ya timu 8 kutoka kata ya Kurasini jijini Dar es Salaam zinashiriki mashindano maalum yaliyopewa jina la Chandimu Cup yenye lengo la kutoa elimu na kuhamasisha vijana kujitokeza kushiriki kikamilifu zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na akizungumza na Channel 10 Michezo, mmoja wa waanzilishi wa mashindano hayo, Abdul Saidi Mpangile, amesema mashindano hayo yameanza kutimua vumbi Oktoba 6 na yatahitimishwa kwa mchezo wa fainali Oktoba 27, huku baadhi ya wachezaji wakizungumzia matarajio yao. Tumeamua kufanya hivi, lengo letu na kusudi kudumisha upendo kwa vijana na kuwatoa vijana kutoka hali nyingine kuwapeleka katika hali nyingine. Tuwatoa katika vikundi vya wauni na vigenge na mambo potofu
lakini pia tunafanya hichi kutia hamasa kuelekea kwenye uchaguzi, na kauli yetu mbiu kwamba kijana shiriki uchaguzi kwa amani, kura yako ni haki yako. Sisi kama vijana wa Kurasini UVCCM tukaona tuanzisha mashindano, lengo kuongeza thamani ya huu uchaguzi, na tunahamasisha vijana washiriki na wajue umuhimu wa uchaguzi, kwa sababu kila taifa linajengwa na hizi chaguzi mbalimbali ambazo zinatokea. Nao linachangia kwa sababu kuna vijana wengi mtaani wakianzisha maligi kama haya, vijana wana muda wao wanaotumia wengine kuja kuangalia wasoko kuna kipaji cha mpira, wengine wenye kipaji cha mpira wanakuja kucheza kama hivi, watu wanaenjoy nje. Hata baba na mama pia mtaani wanaenjoy kwa mtoto akija kucheza mpira hapa, anaepukana na makundi ya mtaani. Mashindano kwanza yanatupa umoja sisi vijana, kushikamana kwa kila hali. Pia mashindano haya yanatuburudisha wote vijana na kutuondoa katika makundi maovu. Sisi kama kampuni kilichotusukuma kuja kuweka nguvu katika haya mashindano, kwanza tunajua michezo ni afya. Pili, wakina Samata wametoka kwenye michezo kama hii. Kwa hiyo tunawaisi vijana wajitokeze kwa wingi, waje katika mashindano haya kwa sababu mpira ni afya. Msimu wa 8 wa ligi ya mpira wa miguu ya Alaf umezinduliwa leo, ikiwa ina jumla ya timu 5 ambazo ni Simba Dumu, Simba Chuma, Max Cover, Surf Cool na Soften, yote yakiwa ni majina ya bidhaa zinazozalishwa na Alaf, huku ligi hiyo ikitarajiwa kutimua vumbi Jumamosi Oktoba 11 mwaka huu 2025 katika viwanja vya Polisi Kurasini jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, afisa mtendaji mkuu wa Alaf Bwana Bihu Nanda amesema mbali na kukuza utamaduni wa michezo, ligi hiyo pia ni sehemu ya kampuni hiyo kuhakikisha wafanyakazi wanazingatia afya bora na mazoezi ili waendelee kuzalisha zaidi na kuishi maisha bora. We must give results and work hard both on the ground and in our workplaces, because we want to eventually deliver outcomes which are exceeding excellence. Sababu ligi hii imekuwa ni bora na inatusaidia wafanyakazi, tumekuwa na afya njema kwa sababu ya michezo. Tunashukuru mashindano toka yaanze tumekuwa na umoja. Pia niwakaribishe wote ndugu zangu wote wa Tanzania waje washuhudie burudani ambayo tutaenda kuitoa sisi kama Simba Dumu, bingwa mtetezi. Kwa hiyo mara hii tunatarajia kupata maingizo mapya na wachezaji wenye nguvu zaidi na ari ya ushindani zaidi katika mashindano haya. Niombe tu wafanyakazi na watu ambao sio wafanyakazi wahudhurie kwa wingi katika kiwanja cha Polisi pale Kurasini kwa ajili ya kuja kutupa sapoti na kufurahi. Alaf huwa tunafurahi siku zote, na miongoni mwa furaha tulizonazo ni ligi yetu ya Alaf. Karibuni sana. Mgombea ubunge wa jimbo la Ilongero katika halmashauri ya wilaya ya Singida, Haidari Gulamali, ameahidi kwamba endapo atafanikiwa kupata ridhaa ya kuchaguliwa kuwa mwakilishi wa jimbo hilo jipya la Ilongero, ataanzisha mashindano ya kombe la mbunge wa jimbo hilo maarufu kwa jina la Gulamali Cup 2025 ili kuongeza ajira, kujenga afya ya mwili yao pamoja na kukuza vipaji kwa vijana wa kike na wa kiume. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na wananchi wa kata ya Kinyeto kwenye viwanja vya ofisi ya kijiji cha Kinyeto alipokuwa akiomba kura za wagombea wa Chama cha Mapinduzi CCM, Gulamali akasema kwamba kwa uwezo wa Subhanahu wa Ta'ala akishachaguliwa na kisha kuapishwa kuwa mbunge wa jimbo hilo, mashindano hayo yatawashirikisha wavulana na wasichana waliopo katika jimbo hilo. Kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukishafanikiwa tu tutaanza ligi ya mpira pamoja. Na vijana wasichana hatutawaacha nyuma katika michezo yenu, tutawashika mkono, kwa sababu michezo ni afya na lazima tuwastiri waende wakacheze, tuone vipaji yao ili hata timu zingine ziweze kuwapatia nafasi au namba ya kucheza. Ndipo baadhi ya vijana wakatoa yao ya moyoni. Tupambanie hawa vijana, tuendeleze tukuze mpira katika kata ya Kinyeto na sehemu zingine mbalimbali. Tunaomba hasa kwa changamoto kama vijana, tunatamani kufanya vizuri lakini hatuna mwendelezo wa ligi, hatuna mipira, hatuna jenzi.
lakini hatukuletewa mashindano ya mbunge zaidi walipokuwa wanaanza kampeni muda sana tena walipopita kipindi cha Nyalandu. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Singida inahitimisha habari za michezo kitaifa. Na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa michezo kimataifa. Asante, na tuanzie kwenye soka ambapo mshambuliaji hatari wa klabu ya Manchester City Erling Haaland ametunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Septemba wa ligi kuu ya Uingereza EPL kufuatiwa kiwango bora alichoonyesha katika kipindi hicho. Haaland aling'ara kwa kufunga mabao 5 ndani ya mwezi mmoja na kuendelea kuongoza kwenye orodha ya wafungaji bora wa ligi hiyo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 sasa alianza mwezi kwa kishindo akifunga mabao 2 kwenye ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Manchester United katika uwanja wa Etihad. Wiki moja baadaye akafunga tena kwenye sare dhidi ya Arsenal katika uwanja wa Emirates na kufunga mwezi kwa kufunga mabao 2 ya dakika za lala salama katika ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Burnley. Zaidi ya hayo, Haaland amefikisha mabao 93 ya ligi kuu ya Uingereza na yuko mbioni kuvunja rekodi ya Alan Shearer kama mchezaji aliyefikia idadi ya mabao 100 kwa kasi zaidi katika historia ya ligi hiyo. Kunako tenesi, mchezaji nambari 1 duniani Aryna Sabalenka ameendeleza msururu wake wa ushindi kwenye mashindano ya wazi ya Wuhan hadi kufikia mechi 20 baada ya kupata ushindi dhidi ya Elena Rybakina katika mtanange wa robo finali. Sabalenka ambaye ni bingwa mtetezi mara 3 wa michuano hiyo mjini Wuhan aliibuka na ushindi wa seti 6-3, 6-3 dhidi ya Rybakina anayeshika nafasi ya 8 duniani. Mchezaji huyo kutoka Belarusi mwenye umri wa miaka 27 ambaye pia ndiye mchezaji kinara wa juu kwenye mashindano hayo sasa atakutana na Jessica Pegula kutoka nchini Marekani katika nusu fainali itakayochezwa siku ya Jumamosi. Pegula mwenye umri wa miaka 31 alipata ushindi wa seti 3 dhidi ya Katerina Siniakova wa Jamhuri ya Czech kwa seti 6-2, 6-0 na 6-3. Ni hayo katika medali za kimataifa. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Na taarifa hiyo ya michezo kimataifa inatuhitimishia habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwa mwenzangu Juma Mohamed kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima na nikutakie usiku mwema.